Ndugu washiriki wa mafunzo, kama ilivyoelezwa wakati wa ufunguzi wa mafunzo, lengo la kuwepo hapa kwa siku mbili lilikuwa ni kukumbushana majukumu yenu ya usimamizi na uendeshaji wa uchaguzi ngazi ya kituo, majukumu ambayo baada ya uteuzi wenu sasa mnao wajibu wa kutekeleza kwa niaba ya tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, natumia nafasi hii kuwahimiza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya vituo ni kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia uchaguzi. Hivyo basi, ni wajibu wenu kuhakikisha mabango yanayotakiwa kubandikwa vituoni yabandikwe kwa usahihi ili kuepuka ukiukwaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na jukumu hili, kama nilivyosisitiza kwenye hotuba yangu ya ufunguzi, mtapaswa kufika katika vituo vya kupigia kura mapema iwezekanavyo kutegemeana na jiografia ya eneo husika. Sisi kama tume tumejipanga kuhakikisha tunawasafirisha pamoja na vifaa husika kwa utaratibu mzuri na kwa wakati. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla ya kuanza mafunzo mliapa kiapo cha kutunza siri. Kiapo hiki kipo kwa mujibu wa kanuni ya 8 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Ukiukwaji wa kiapo hiki kwa kuanza kutoa taarifa za siri ambazo tume haikukupa maelekezo ya kuzitoa katika utekelezaji wa kazi zako, maana yake utakuwa unatenda kosa chini ya sheria na utawajibika kwa kosa hilo. Hivi ndugu washiriki wa mafunzo, ninahitimisha hotuba yangu ya kufunga mafunzo kwa kuasa mambo machache. 1. Kuzingatia muda wa kufungua na kufunga kituo cha kupigia kura. 2. Kufanya kazi kwa uzalendo na weledi. 3. Kufanya kazi kwa kushirikiana bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndiye msemaji wa mwisho katika kituo cha kupigia kura. 4. Kuwa na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni. Namba 5. Kuhakiki vifaa vya uchaguzi mahala baada tu mtakapokabidhiwa na kutoa taarifa haraka kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au jimbo iwapo kuna mapungufu.